Mimi sina taswishi lolote kuwa kweli hiyo siku huyu msichana ambaye alikuwa bibi yako alikuwa ameumizwa na alipata majeraha ambaye daktari alisema yalikuwa assault. Katika swala la pili, hiyo majeraha ilisababishwa na nani? Kulingana na ushahidi ambaye umeletwa kotini kutoka kwa ndugu yako, alikuona ukimpiga. Bibi yako mwenyewe amesema hii sio mara yako ya kwanza ukimpiga. Ukimpata kwa barabara unampeleka kwa nyumba na unamchapa. Mzee wa mtaa alidhibitisha kuwa wakati msichana alienda huko alisema wewe ndio ulimpiga. Mzee wa mtaa pia alisema hii sio mara yako ya kwanza kumpiga. Unampiga kila wakati. Ndugu yako Justus Mutai alithibitisha yeye kuwa kweli ulimpiga, lakini ilikuwa hali ya mwanaume kutengeneza bibi yake. So sina taswishi lolote kuwa wewe ulitenda hiyo kitendo na nitakufunga kulingana na sheria. Record, wewe ulipiga bibi yako akiwa amebeba mtoto mgongoni wa mwaka mmoja. Ukiwa na hiyo attitude at the age of 24, itakuwa ni normal kuwa wanawake lazima wapigwe. Na wasichana wetu wamekufa kwa sababu ya mambo kama yenu. So wewe nitakufunga ikuwe funzo kwako na watu wale wengine wako na tabia kama hiyo, na nakufunga miaka 4 bila fine. Uko na haki ya kukata rufaa siku 14. Na ulisema kweli ulipata huyo mama kwa barabara na ukamwambia muende nyumbani, na wakati akiwa kwa barabara alianza kupiga mayowe, na hiyo mayowe ka-attract watu, na kwa hiyo kutembea pia kaanguka chini. Wa pili mwenye alikuja kotini anaitwa Dina Chepkoni ambaye ni mama yako. Alisema kuwa alikuwa kwa uwanja na alikuwa nyumbani kwa kwake, kumaanisha kuwa wakati alikimbia alikuwa na injuries. So mimi sina taswishi lolote. Mtu ambaye ulileta kama msaidi wako ni ndugu yako mkubwa anaitwa Justus Mutai. Mutai alisema ulikuwa tu na mwenyorosha kidogo. Bibi yako mwenyewe amesema hii sio mara yako ya kwanza ukipiga. Ukimpata kwa barabara unampeleka kwa nyumba. Wakati msichana alienda huko alisema wewe ndio ulimpiga. Mzee wa mtaa pia alisema hii sio mara yako ya kwanza. Unampiga kila wakati. Ndugu yako mume kutengeneza bibi yako. So sina taswishi lolote kwa wewe ulitenda hiyo kitendo na nitakufunga kulingana na sheria. Records. And I do not act as a deterrent for the perpetrators of domestic violence. Ndio kwa sababu tumeona. Umemaliza? Naomba msamaha. Where are you going to find it? We are going to Siret, a place called Siret.
treatments.